Safi. Jamani, habari za asubuhi. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuona msimu mwingine mpya wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni furaha na faraja kwetu sisi wafanyakazi wa mpira wa miguu kuona kazi yetu imerejea tena. Ni faraja kubwa kuona ya kwamba msimu mpya muda wake wa kufika umeanza na sisi tuko tayari kwenda kutumikia msimu huu. Kesho tarehe 25 ya mwezi huu wa 9 rasmi ligi kuu ya NBC Tanzania Bara inakwenda kuanza. Ziko mechi nyingi tayari zimechezwa, lakini kiuhalisia kabisa ligi kuu ya NBC inakwenda kuanza kesho, kwa sababu Simba Sports Club Taifa Kubwa ndio tunaanza mechi yetu ya kwanza. Shauku ni kubwa, kila mtu anataka kuiona Simba inakujaje msimu huu. Kila mtu anataka kuiona Simba tumejipanga vipi. Kila mtu ana shauku, ana hamu, ana muku, ana mzuka wa kutaka kuiona Simba Sports Club. Na ndiyo maana tunajinasibu ya kwamba ligi kuu ya NBC inakwenda kuanza. Japo tayari kuna watu wameshacheza round ya kwanza, lakini hii ya tarehe 25 saa 1 kamili kuna kodimba la Benjamin Mkapa ndiyo ligi rasmi sasa inakwenda kuanza. Tanzania hii hakuna ligi, hakuna mechi za ligi bila Simba Sports Club kushiriki. Kwa hiyo kuanzia kesho watu ndio wataanza kupata ladha halisi ya ligi ya Tanzania. Kwa upande wetu Simba Sports tumejiandaa vema. Tayari Mwalimu Selemani Matola na amezungumza kiufundi kabisa maandalizi yake kuelekea katika mchezo huo. Na mimi ni sementi tu hapo kwa Mwalimu Selemani Matola ya kwamba Simba Sports Club tuko tayari kwa ajili ya kwenda kwenye mechi ya ufunguzi wa ligi kuu ya NBC, na tuko tayari kwenda kuweka heshima ya Simba Sports Club katika ligi kuu ya NBC. Tunafahamu umuhimu wa mchezo wa kwanza wa ligi kuu. Tunafahamu tunatakiwa kuanza vema na kuanza vizuri mchezo huo. Kwetu sisi Simba, matokeo mazuri katika mchezo huo yana maana kubwa kweli kweli kwa ajili ya kuendelea kuweka mambo sawa sawa katika klabu yetu. Na nichukue nafasi hii kuwatoa hofu mashabiki wa Simba Sports, wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile kuelekea mchezo wa kesho. Wasiwe na wasiwasi baada ya kuondokewa na mwalimu wetu Fadlu Davis pamoja na wasaidizi wake mbalimbali. Hiyo kwetu haina athari ya aina yoyote ile, na wala hakutakuwa na mapungufu ya kiufundi kwa namna yoyote ile. Na Waswahili wana msemo wao mmoja kwamba msambaa mmoja havunji soko. Kwa hiyo sisi kwetu Simba Sports Club, pamoja na benchi la ufundi kuondoka, lakini kwa ubora tuliokuwa nao na aina ya wachezaji tuliokuwa nao na imani yetu tuliokuwa nayo kwa Mwalimu Selemani Matola, uwezo wa Simba Sports Club kufanya vizuri katika mchezo wa kesho ni wa 100%. Na tena niwaambie kitu kimoja, tutegemee kuiona Simba ya tofauti sana katika mchezo wa kesho, kutokana na mabadiliko ya muda mchache ya kiufundi na ya kitaalamu ambayo yamefanyika kuelekea katika mchezo huo. Tutegemee kuona wachezaji wakijituma zaidi, tutegemee kuona wachezaji wakionyesha uwezo wao, na tutegemee kuona pattern nzuri ya kiufundi kutoka kwa Mwalimu Selemani Matola. Kimsingi ni kwamba kesho wana Simba tunakwenda kuiona Simba mpya, Simba bora, Simba ya kufurahisha kweli kweli. Baada ya kusema hayo, niwakaribishe ndugu zetu wa Fountain Gate katika mchezo wetu wa kesho. Tunaamini utakuwa ni mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia, mchezo wa kumfurahisha kila mtu. Ni mchezo ambao Simba Sports Club tunaamini utakuwa na matokeo chanya kwetu na kwenda kupata matokeo mazuri.
Tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye, kwa maana Fountain Gate tayari ameshakuwa na uzoefu katika ligi ya Tanzania msimu wake wa pili huu, kwa hiyo tayari ameshakwiva na yeye ana uwezo wa kutoa upinzani mgumu. Lakini yote kwa yote, sisi tunaamini kwa maandalizi tuliyofanya na kiu tuliyokuwa nayo na shauku tuliyokuwa nayo, tunakwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana Simba katika mchezo huu. Mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate tunaufanya ama tunautumia kama tukio la kuwakaribisha rasmi wachezaji wetu wapya ambao tumewasajili msimu huu. Kwa hiyo inaondoka kuwa kwenye mechi tu ya kawaida ya kwenda kutafuta alama 3, na inakuwa ni tukio maalum. Tuliwakaribisha kwenye Simba Day na sasa tunakwenda kuwakaribisha specific kwenye mpira wa Tanzania na specifically kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba kutoka maeneo mbalimbali waje kesho Benjamin Mkapa, twende tukawakaribishe wachezaji wetu katika ligi kuu ya NBC. Na mechi ni saa 1 kamili kama ambavyo maafisa bodi ya ligi wamekuwa wakitoa hayo matangazo. Maana yake ni kwamba tumeshamaliza pilika zetu zote za kikazi za kutafuta riziki. Umeshafunga ofisi yako, unakuja Benjamin Mkapa, unakuja kuiona Simba yako. Lakini tunataka mechi hii ya kwanza iwe na muonekano wa tofauti kidogo, hasa kwenye maeneo ya majukwaa, kwa maana kwamba tuwe na mashabiki wengi kweli kweli, kwa sababu ni mechi ya kwanza, ina mvuto wake, kipya kinyemi. Tuje kwa wingi kweli kweli katika mchezo huo ili kuipa hadhi na heshima mechi yetu ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwenye swala la watu kuja uwanjani, mashabiki wa Simba sina mashaka nao, lakini tunataka tuongeze idadi zaidi, mashabiki tuje wengi zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakumbusha wana Simba kwenye matawi yetu huko, kwenye magrupu yetu huko, tuhamasishane, twende tukaiunge mkono Simba yetu. Na kwenye mechi ya kesho, wachezaji wetu wanahitaji sana support yetu ili kuendelea kuwatia nguvu, kuwatia moyo, tuanze vizuri ligi msimu huu. Na mwisho kabisa niwakaribishe Fountain Gate. Mmeingia kwenye mdomo wa mamba, hakuna option hapo, ni kumezwa tu. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu. Niliambiwa mko wachezaji 10 tu. Utacheza hata wewe. So mbaya. Hata wewe utacheza mechi. Utajua wewe, ila mechi haihairishwi. Tukutane Benjamin Mkapa, twende tukawapasue pale, maisha mengine yaendelee. Au wachezaji wenu wengine mtaendelea kumsajili moja mpaka mtakapotimia, lakini kwanza lazima mpitie machungu ya Simba Sports. Na tuwaambie tu kwamba tuna hasira sana na nyinyi. Tunajua. Vizuri. Nijua mmejisahaulisha. Tunajua. Wewe unatakiwa ndo usisahau. Mimi sisahau. Basi unakumbuka yale. Nakumbuka. Sawa. Nakumbuka ile bahatisha. Nakumbuka ile ya kubahatisha. Sio kubahatisha. Ule ulikuwa ni mfumo ambao sisi tuliutengeneza. Kwa hiyo bwana, karibu sana. Nikupe siri. Na wachezaji wangapi? Ya kesho nikupe siri. Na wachezaji wangapi mpaka sasa? Tuna 10. 10. Safi. Na wewe wa 11. Wa 11. Makao wa 12. Wa 12. Sio wa 13. Natosha.